Tuinamishe vichwa, tumshukuru Bwana. Baba, katika jina la Yesu mfalme wa mbinguni, tumerudi mbele yako tukiwa wenye dhambi, tunahitaji msamaha. Kristo, tamaraki na utawale mioyo yetu, tupatie nguvu na imani na uvumilivu katika hii safari, ukasimame pamoja nasi kama kanisa, tupiganie vita. Nimegeusa na ukataa kila roho isiyo yako inainuka kinyume cha mafundisho. Nimeikataa katika jina la Yesu, ipate kushindwa. Magonjwa na vita kwa watu wako ndoa, mfuriko wa maji ya mvua ya kuua watu hapo ndoa. Kristo, tamaraki na tuinue katika kila jambo. Kristo, kumbuke wala wako ingia mahali hapo, wabariki na wainue. Wakumbuke walio wagonjwa hospitali, waliopoteza wapendwa Baba, wafariji na ukawainue. Naomba siku ya leo nitangulie katika neno lako, nichase na ukaninue, unifungue kwa ajili ya kupeana viumbe vyako. Wataka upokea Kristo wafunguliwe na kuponywa katika jina la Yesu Kristo. Nimefunga yaliyo maovu, naitisa amani na utulivu na neema kutoka juu mbinguni katika jina la Yesu takatifu nimeomba nikiamini. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Tunaenda kujifunza katika kitabu ya Matendo ya Mitume 6 kuanzia mstari wa kwanza mpaka 12. Hii kitabu cha Matendo ya Mitume kiliendelezwa na simulizi ya mitume ama injili ya Luka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Na wakati wa ufufuo wa Yesu Kristo wakazidi kuongezeka mitume. Wakati aliyefufuka ndio walipata kuongezea wengi. Kwa hivyo huko kuonekana kulitaka Mungu mwenyewe kujidhihirisha kupitia mtoto wake Yesu Kristo, kuonekane vile alivyo mwenye nguvu na mwenye mamlaka. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati huo wale walikuwa wanaamini ndio walikuwa wanachaswa na kuinuliwa katika njia za Yesu Kristo. Kwa hivyo tunaona katika maandiko ya Matendo ya Mitume ilianzilishwa na simulizo ya injili ya Luka. Baada hayo wakaambatana na Paulo, kwa sababu Paulo mwenyewe alikuwa mtume wakati wa ufufuo wa Yesu Kristo. Tukienda zaidi tunaona ya kwamba wakati Yesu Kristo alifufuka, injili yake ilianzia Yerusalemu kuelekea wapi? Maandiko yatuambia injili ya Yesu Kristo ilianzia Yerusalemu ikaenda Judea na Samaria. Ndio watu wengi wakaongezeka mitume, ndio neno lake likatambaa katika duniani mwote. Bwana Yesu apewe sifa. Na sisi wa Kristo lazima tuamini injili ya Yesu Kristo, tupate kuokolewa na kukombolewa katika roho. Bwana Yesu apewe sifa. Unaona, wakati wa Yesu Kristo wakati alipofufuka, watu hawakutulia sehemu moja, walienda kila pande zote za dunia. Ndio watu wakapata kuokolewa, wengi wakaponywa na wengi wakawa wainjilisti, wengine mitume. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Tunaona ya kwamba kila sehemu yeye alipokuwa anaenda, ilianzia Yerusalemu ikaenda Judea na Samaria. Waliopokea injili kamili na wakaanza kufanya kazi ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Maandiko yaniambia watu 7 walichaguliwa kuwa kwa hudumu katika injili ya Yesu Kristo. Watu 7 wakati wa ufufuo wa Yesu Kristo, maandiko yaniambia kwamba alianzia Yerusalemu akaenda Judea na Samaria. Na tunaona ya kwamba watu walianza kuongezeka wakiona ile vitendo alikuwa anatenda. Yeye mwenyewe alikuwa mwana wa Mungu, na kile Mungu alikuwa ameweka ndani yake akikufifia. Ndio ya kwamba tunaona ya kwamba wale wote walipokuwa wameamini walisika neno lake na kuendeleza injili. Bwana Yesu apewe sifa. Na baada hayo tunaambiwa ya kwamba waliongezeka zaidi wanafunzi wa Yesu Kristo. Na baada hayo 7 kwanza wakachaguliwa. Maandiko yatuambia hivi, hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao, balikuwa na manunguniko ya Wayahudi na kirigiki juu ya
Waebrania kwa sababu wachana wao waliosauliwa katika huduma wa kila siku. Haleluya. Nataka tuelewane ama tuelewe neno la Bwana vile vinasema. Maandiko yatuambia walichaguliwa kuwa saba, chaguliwa katika huduma wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia kwamba hata siku ile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu, waliongezeka hesabu kuanzia 7 kuendelea, waliongezeka hesabu yao, balikuwa na manunguniko ya Wayahudi na Giriki juu ya Waebrania. Kuwa na manunguniko ya Wayahudi na Wagiriki juu ya Waebrania kwa sababu ya nini? Wachana wao waliosauliwa katika huduma wa kila siku. Hayo yako ama hakuna? Tuko pamoja kanisa? Tunaambiwa ya kwamba katika hii hesabu iliendelea kusidi, kulikuwa na mnunguniko kati ya Waebrania, kati ya Wayahudi na Giriki. Kwa nini? Kwa sababu Waebrania wachana wao walikuwa wamesaulika katika katika huduma ya kila siku. Kwa nini tunaona tunaona ya kwamba wachane waliosaulika? Maandiko yatuambia kwamba Wayahudi walikuwa nini? Walikuwa wanaandamana pamoja nao, lakini kwa ajili ya Waebrania kulikuwa na mnunguniko ya kwamba walikuwa wametengwa. Vile siku hizi ukiangalia kwa kila kijiji wachane wanatengwa. Kwa kila familia ukisaa kufiwa, hiyo ni kwisha. Labda ndugu yake alikuwa anakupenda bwana yake akiwa hai, lakini akifa hata achui mtoto wako anakula nini. Ni uongo ama ni ukweli? Maandiko yatuambia kwamba kuna mnunguniko wakati wa msafaro ama wakati wa kasi ya Wayahudi na Girikiani Waebrania, kwa sababu walikuwa wametenga wachane. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo mambo mnayoona siku hizi, watu wanatengwa katika familia. Kiwa wewe sio tajiri unatengwa, kiwa wewe ni maskini unatengwa, kiwa wewe ukuchi kwa mchango wangu na mimi sitakuja Ni uongo ama ni kweli? Ndio unapata ya kwamba wengi tunapata laana kwa sababu hatutendi kulingana na mapenzi na neema ya Bwana. Tumetenga. Utaingia ile nyumba unaona akiingia kwako atakusaidia, lakini ile nyumba unaona atakusaidia utapitia kilomita 5 kutoka kwa hiyo nyumba. Ndio unaona ya kwamba watu wengi tumekosa baraka. Baraka zinakosa kufanya nini? Kufika kwetu ili tupate kuinuliwa. Kwa mfano, enenda kuwa mlikuwa brother 7, mmoja akikufa mlikuwa mnasaidiana. Amekufa, ameacha watoto, lakini wakati alipokuwa hiyo nakuwa namwambia ni brother, mnasauliana mengi, anaukoba hata hela ama anakusaidia. Lakini wakati ataenda, unaona ya kwamba mali yake mnaanza kung'ang'ania, mnaanza kutenga mama na watoto, hamtaki kuongeleza. Sengine mnawaita wachawe, na hili sio wachawe, ni umaskini. Haleluya. Lakini Saira alikuwa karibu huku kuwa natoka kwake saa 11. Asubuhi ulikuwa na mwakio wako na kunywa chai pamoja naye. Lakini akisaenda kule kaburini, mnasahau familia yake, mnaanza kung'ang'ania mali yake, mnaanza kusema ya kwamba ikue huko. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Lakini kumbuka wewe Mkristo, kila mmoja mapua yake anaangalia chini. Kwa sababu Mungu ameweka kila mmoja siku yake. Na kila mmoja apandaye gari kuna mahali stage yake anasukia. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yananiambia baba palikuwa mnunguniko ya Wayahudi na Giriki juu ya Waebrania kwa sababu wachana wao walisauliwa katika huduma kila siku. Walinungunika kwa ajili ya Waebrania. Walikuwa wamesahau wachane, hawakuwa wanawapea huduma ya kawaida. Ndio unaona hata sasa mahali umaskini iko, serikali inasahau mahali pale, inaanza shughuli zao, iwezi akasaidia. Unaona ya kwamba kuna MP
kuna gavana mahali pale, lakini mtoto kama ile mtihani wake, mtihani wa 8 form 4 amepata maximum ya 4, lakini hakuna mtu anaweza kuenda amuokoa ampeleke zure. Ni mtu ametoka katika familia ichiwezi, ama ni mtu alipoteza wazazi. Unapata wazazi wamepotea wote, wameacha familia ndogo ama watoto kama amri 10, lakini wanajitafutia. Hiyo ni kumaanisha katika hiyo kichichi imeraniwa kwa sababu wametengwa. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio naona ya kwamba tunaambia Wayahudi walinungunika kwa sababu waliona wachane walipokuwa na Waebrania walichelengwa katika huduma ya Bwana. Huduma gani anaelezea? Bwana Yesu apewe sifa. Hawakuwafalia, hawakuwaweka sehemu ya kufanya kazi. Wanaona wao hawawezi na hawana kitu. Katika kazi ya Bwana usidharau mwingine. Wakati huu tuko usidharau mwingine, kwa sababu Mungu ni mmoja anayeinua. Na ukumbuka mpanda kazi ushuka. Uwezi ukakaa mahali kwa kifua ya kwamba wewe uko ama uko nayo. Kwa sababu kesho ya mtu ni nini? Ni mafumbo. Kwa hivyo lazima watu waheshimiane. Lazima watu wapendane. Bwana Yesu apewe sifa. Eli yule hakusaulika wakati wa shida, na yule alisaulika wakati wa shida, Mungu atamiinua pia. Kama wewe ukusaulika wakati wa shida, inafaa umshukuru Bwana na umuinue kwa kila wakati. Bwana Yesu apewe sifa. Wale 12 wakawaita jamii ya wanafunzi wake, wakawasema, haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mesani. Basi ndugu, chagueni watu 7 miongoni mwenu walioshuhudiwa. Ndio naona uchaguzi Elias. Wale 12 waita, wakawaambia ya kwamba hawataacha kuendeleza kazi ya Bwana, ili warudi wachagua watu 7 kwa ajili ya huduma ya kushughulikia nani? Ile huduma ilikuwa inashughulikia nani? Wachane. Tusije tukasahau yenye tumeangalia ama kusikia katika maandiko. Wakaambia wale 12, hatutaacha hii kazi ya Bwana. Tutaendeleza injili, neno la Bwana mpaka mwisho. Kutoka Yudea na Samaria, kutoka Yerusalemu kuendelea mahali pengine. Lakini wakasema kwa vile walikuwa wengi, na wengi wachaguliwe kwa ajili watu 7 kushughulikia wachane. Haleluya, tupigie Kristo makofi. Sijui wewe sehemu umeweka katika kanisa ulilo, kama unafanya perfectly. Bwana Yesu apewe sifa. Kama umejitolea ama unafanya kwa ajili ya wakati, ama unafanya kwa ajili ya kufurahisha waumini, ama unafanya kwa sababu umerasimishwa. Kazi ya Bwana ni kazi ya kujitolea. Walipoangalia hao wanafunzi 12, waliona ifaa istahili wa Ibrahimu ya kutenga wachane, na hao wachane lazima wapate haki zao. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maandiko yakasema walikaa mezani, wakajadiliana, wakaamua. Nataka munishike na muone mfano. Wakaamua ya kwamba hawatatengwa kamwe. Wao wachaguliwe 7 kwa ajili ya kushughulikia wachane katika huduma. Hiyo ni huduma moja ya kumwinua Kristo. Tunaona kwamba wakati wa ufufuo wake injili iliongezeka. Simulizi ya kwanza ilikuwa ya Luka. Luka aliendelea wakati walipatana na Paulo. Kazi ilikuwa moto moto. Wewe wakati mnaosikana mmepatana na mshiriki wenzako, mnachangia nini? Mnasima moto ama mna moto katika kanisa? Nataka uyatafakari yayo, unatoka wapi unaelekea wapi? Usichokaa kama kisingizio katika chambo wena fulani ili ukose baraka za Baba. Nataka kila mahali unaenda uhesabiwe kuwa mwenye haki vile Ibrahimu, Dorika walihesabiwa kwenye haki katika hema la Bwana.
Bwana Yesu apewe sifa. Inuliwe. La, vyema ukuwe mvumilivu katika kazi ya Bwana. Kazi ya Bwana usitake ulipwe, lakini kuna malipo ya roho. Mungu atakufungulia milango na madirisha ya baraka. Ukipeana usifikirie imeenda wapi, kwa sababu mwenye kupeana kwa vitu vyote ni yule aliyokupatia uhai. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ukikaa katika neno, lazima utembee katika neno. Ukikaa katika wokovu, lazima wokovu wako ithibitishwe katika matendo. Vile ilionekana kwa Luka na kwa Paulo, wakati injili ilipowafikia mahali pale, ndio Yesu Kristo wakatia neno lake nguvu kupitia injili. Wakaonyeshana hakika walikuwa wanampenda mwana wa Mungu, kwa sababu alisulubishwa kwa ajili ya makosa yangu na yako, ndio sisi tuokolewe. Kama yeye angekuwa na huruma, sisi tungeangamia sisi zote, lakini kwa ajili ya upendo na neema yake akapata kutukomboa. Kwa hivyo kutenda kuasi, kutenda maovu na kumuasi Bwana ni kumrudisha pale msalabani. Kwa hivyo kila wakati uwe mtu wa kutafakari huyu Yesu Kristo bila kukoma. Usimame katika neno, ndio nene ekuchenge wokovu wako. Wokovu bila neno ni bure. Ni kama debe ina maji. Lakini ukiwa na neno ndani yako, unajua kwamba ukikosea rafiki yako ni mbaya, ukisaliti rafiki yako ni mbaya, unazidi kuinua Yesu Kristo mahali ako katika kiti yake enzi. Na yeye pamoja na malaika wa Bwana wanakutetea kule kwa baba yake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tunaona ya kwamba walichagua watu 7 miongoni mwao wasudiwe kuwa wema. Wale waliochaguliwa ni wale waliosudiwa kuwa wema, wenye kuchawa na roho na hekima, hili tuwaweke juu ya chambo hili. Bwana Yesu apewe sifa. Wale 7, kuna tabia ilionekana ni watu aina gani. Sio kila mtu anachaguliwa. Usitamani katika cheo cha mwingine ya kwamba utaweza. Usiongee juu ya maovu kwa sababu hakupea utaweza. Maandiko yatuambia hao 7 walichaguliwa ili wakuwe wasudiwe kuwa wema, wenye kuchawa na roho na hekima, ili tuwaweke juu ya chambo hili. Chambo gani? Ya kushughulikia yatima, wachane katika huduma ya Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Wema. Akasema pia mwenye hekima, sio mwenye kuenda kuwaunganisha kusema ya kwamba hata ikiwa hivyo tunakusaidia sana. Anasahau ya kwamba ameweka ili wakuwakilisha wale wachane, anawapea ya kwamba yeye ndiye alinunua. Anawapea akitoa vitisho. Lakini walikuwa wanataka wenye hekima na wenye wema na wenye wamechawa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo mtu wema lazima akuwe na utu wa moyo wa huruma, na ni mtu anakuwa mtu wa kupeana, good giver. Sio mtu anakupea ananungunika, mahali anaenda anateta, anasema kama sio mimi ungekuwa hai, kama sio mimi ungefanya hivi na hivi. Peana na forget. Bwana Yesu apewe sifa. Hao ndio tunaona katika Yerusalemu walikuwa wanaangalia sana. Watu wema wamechawa na roho. Bwana Yesu apewe sifa. Na wenye hekima wakitenda kitu sio kwenda kubayuka kule nje. Usema tulienda kwa Ruben tukapeana wachane 10. Tuliana tumesaidia yule mama sana. Hapana. Ni kupeana ya kwamba hawatapeana tena, kwa sababu hiyo ni huduma ilikuwa ya Yesu Kristo. Na hiyo ilikuwa lazima ifanyike katika ile injili ya Bwana ipate upako, ama injili ya Bwana inuliwe akiwa katika kiti yake Yesu. Kumbuka wakati walipokuwa wameandalia, alikuwa amesema tayari amefufuka. Ameenda wapi? Alifufuka akaenda wapi? Tuko mbali. Nataka tuamkwe, tujue ya kwamba ni neno gani Bwana anazungumzia.
ndio tutoke kwenye giza tukue katika nuru, kwa sababu giza haiwezi ikaangaza kwa nuru, lakini nuru inaangaza kwa giza. Haleluya, Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo hii chamba alipokuwa anatenda kazi ya huduma ya Yesu, kazi ya huduma ya Yesu Kristo ilikuwa ichafurahisha wengi, lakini baada ya kufufuka kwake, maandiko yatuambia waliongezeka mitume, akachagua na akaendelea, na baadaye kurudi wakanungunika juu ya Waebrania, walisahau wachane. Kumbuka wachana wao kuwa peke yao, walikuwa pia na nani? Wao wanafaa washughulikiwe, lakini maandiko yatuambia walitengwa. Vile unaona katika vijiji mingi wanatenga masikini, wachane, yatima washughuliki. Ukisikia akigonga kwa mlango wako unafikiri anakucha umsaidie. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yaniambia kwamba ukisaidia yatima, mchane, maskini, umegusa nini? Umegusa nini? Moyo wake. Baada ya kugusa moyo wake, Mungu anafanya nini? Anafungua milango na madirisha ya baraka. Anaachilia baraka juu yako. Kila mahali unaenda unabarikiwe. Lakini tunaambiwa kwamba uwe mchane kweli kweli. Uwe mchane kweli kweli. Usiye mchane wa majaribio. Usiye yatima wa majaribio. Uwe mchane yatima kweli kweli. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Mchana kweli kweli inamaanisha aje? Bwana Yesu apewe sifa. Hata atuelewe. Maandiko hutuambia ukiwa mchana kweli kweli, mtu unajiheshimu, hata mahali unaishi unaheshimiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Ya kwamba hiyo nyumba yako itakuwa kama hoteli. Hoteli inaingiwa na watu wangapi? Mnanielewa? Wanyima mnanielewa? Uwe mchana kweli kweli. Ndio wewe uheshimiwe. Ndio huduma wa Yesu Kristo. Ukitembea hautakuwa na lawamu. Uwe mchana kweli kweli, unaheshimu watu na unaotenda mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Sio kujiachilia kuachili wewe ndio yatima. Sio kuenda kuingia mahali pengine kuiba kuachili wewe ndio yatima. Bwana Yesu apewe sifa. Sio kuonyeshana tabia nyingine isiyofaa kuachili wewe ni yatima. Uwe yatima kweli kweli, umejiheshimu na umesimika na watu wote. Bwana Yesu apewe sifa. Napenda kuambia wazazi ya kwamba ukiwa na mtoto mfundishe njia iliyo nzuri. Unamwambia ukipata jirani msalimie, sio kumtemea mate. Ujui mzazi wako mmoja ama wote wataenda ziguani. Nani atakuwa msaada wako? Na sasa msaada wa Bwana upitie kwa mwanadamu. Ama inatoka juu straight. Lazima ipitie kwa mwanadamu. Kio unaonyesha jirani yako, watu wako tabia nyingine, na yeye atakasonga kando akuangalie vile unagonga ukuta. Wewe mwenye heshima, unaheshimu watu wote. Katika matamshi unaongea, ikuwe matamshi ya kuinuliwa kule juu mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko tuambia hivi, 4 mstari wa 4, na sisi tutadumu katika kuomba na kulihudumia lile neno. Wakachagua wenye kima na wenye wima, na wale watu wanaodumu, wanaochaa na Roho Mtakatifu, ili wapate kuhudumia wachane. Maandiko yakazidi kutuambia ya kwamba pia wakasema wao wale 12 na sisi tutadumu katika kuomba na kulihudumia lile neno. Ni neno gani? Lile neno Yesu Kristo alikuwa amewaachia. Wasemewe wao watazidi kuomba zaidi, kuombea taifa, kuombea nchi,
kuombea wajane, yatima na maskini, na wale watafanya kazi ya kuangalia ili wapate kuona ya kwamba hawako peke yao, waka na Yesu. Haleluya. Kumaanisha njia nyingine, kuwapatia moyo wa kuishi katika ulimwengu wa dhambi, wasije wakafanya nini, wakajitenge na wengine, wakae vile nene inayosema mjane yatima akae vile nene anayesema, masikini akae kwa vile nene anayesema. Haleluya. Sio kuwa masikini unakaa chini, napigia Tom simu na mwambie uko na njaa, utaki kufanya kazi. Wewe utaki kufanya kazi? Yano napigia yake mtu niko na njaa, utaki kufanya kazi wewe? Bwana Yesu. Bwana ainuliwe. Unaona ya kwamba Mungu yeye ukucha wakati ufaao. Zaidi uko na chance ya kuinuliwa kupitia yote Mungu ameweka kama daraja yako, inuliwa kama utainuliwa tena. Jambo kuwa ya baraka kwako, na Mungu utenda kupitia ajue wako ili apate kukunua. Usichokatabikie sahani umekulia ukidhani kuna mpele iliyo nzuri kuliko hiyo umeacha. Bwana Yesu apewe sifa. Ngaona mama mchana mmoja akaambiwa, haya mama, tumekuangalia ndio wewe uko hivi na hivi, lakini sisi tunataka tukupatie 8,000 uanzie makaa kuuza. Alisema yeye hawezi, lakini ukimpata saini amepiga nguo pasi, ameoga vizuri, huyo ni mchane, anaingia kwa hoteli 5, huyo ni mchane. Tuko pamoja wa mama, tuko pamoja. Huyo ni mchane. Yeye hataweza, hastaki usika vumbi, takuwa affected kwa kifua, na anataka kule watoto wasome waende shule. Yeye anataka umlipie rent, umpatie chakula kule, ufanye kila kitu. Na yeye akosa, ndio ni mgonjwa sichakataa, lakini ako na njia ya kufanya kazi. Sio mgonjwa ile wa kulemea mtu kitandani. Leo utampea, kesho utampea. Na wewe pia mahitaji inakungojea. Na wewe pia mpango uliopanga ikifika Disemba tajengea watazi inakungojea. Na yule aliye uni na university na yeye anataka umlipi. Lakini ukiwa unaweka kitu pamoja, umwambie ya kwamba tutafanya hivi, ndio pata hata at least mahali unapata chakula. Arabu anakuambia mimi fumbi sitataka. Akamwambia basi kama utasika fumbi utafanya nini? Chagua ile kitu unaweza kufanya, ndio at least ukukipi busy, kwa sababu wewe sio mgonjwa wa kulala kitanda. Mnanielewa? Lakini ni mgonjwa lakini anatembea. Lakini Sambasa ni mbaya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Sambasa ni nini? Na kuingia kwa kila hoteli ukikula ovyo ovyo ni kubaya bwana. Unaweza kupata ile hoteli umeingia chakula merara mara 3 ukikula, tunakusahau na tulikuwa tunakuhitaji. Bwana Yesu apewe sifa. Labda ameweka magadi ile marao huko unakula magadi, tunakusahau. Afadhali uchukue hiyo pesa 8,000 uweke makao, uweke sukuma. Kama utaeleweka na makaa kuna vumbi, chameni na nyanya kuna vumbi, kwa sababu uchelemewa. Mtu atoki kwa kitanda aoge ajipake hii mafuta alimisi. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio atembee na kwa hivyo akifanya atafanya. Leo nakuambia sina chakula, kesho nakuambia sijafunguliwa nyumba. Nataka tukue waerefu wa mama, nataka tukue tusema tumefunguliwa nyumba, kesho tusema tumelala njaa, kesho kutwa watoto wako nje. Nataka upikiche hiyo sana. Hata mama yako anaweza kuweza kweli. Hata mama yako atakwambia umemchokeza, kwa sababu mtu ufanya mikono yake. Ndio ile kazi ubarikiwa. Unasema sasa nimeleta hii makaa,
Kama makaa sitaweka, naleta hii nyanya. Hapa ndio nataka nikule nifanyie kila kitu. Ndio baraka zipate kuingia. Lakini excuse vingine haivisaidia ati wewe unalala. Leo unapigia mzee wa kanisa. Kesho unaenda kwa mkero unampigia. Kesho unaenda kwa Esther. Ndio sitakataa. Lakini kama uchelemewa chini ya kitanda, toka kwa nyumba. Ndio sambasa ishe. Ufanye kazi ya mikono. Ukuje uniambie haki, ile stoki yangu imepunguka kwa sababu kule na ndio natoa kila kitu, na mimi nitaguswa na Mungu. Tuko pamoja. Ikiwa ucharara kwa kitanda, munielewe. Ikiwa yuko kule hospitalini Kenyatta, yuko Mamaruzi, uchelemewa, uko mahali pale pipeline unarara, kitokese, chitume. Sambasa ise Kenya. Tuko pamoja. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia wao 12 waliendeleza katika kuhudumia lile neno la Yesu Kristo alipokuacha tu hapa duniani. Na neno hili likapendeza machoni pa mkutano wote, wakamchagua Stefano, mtu aliyejaa imani na ya Roho Mtakatifu, Filipu, Prokoro na Nikanori na Timoni na Bamena na Kilorao mwokofu wa Antiokia. Injili yao ilienda kuishia wapi? Unajua hiyo ni injili wanasambesa. Kila sehemu walikuwa wanaenda, wakienda kwa Rubeni wanachukua wa William mmoja. Yura amechaswa na Roho. Ndio kazi ya Bwana ili neno isampase duniani mote. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia ikamalizia katika sehemu tunaita Antiokia, ambayo wakamweka mbele ya mitume. Wakaweka mbele ya mitume. Walipokwisha kuomba, wakaweka mikono yao juu yao. Wale 12 walienda, wakaendelea. Maandiko yatuambia walichagua kila sehemu. Baada ya kuchagua, wakawekelea mikono na wakawekelea mbele ya mitume ili wafanye nini? Bwana Yesu apewe sifa. Ili wapate kuombea, na hao walionekana wakiwa wametiwa Roho. Hao walionekana walikuwa wamechituma. Hawako watoya mahali wamekaa wanaongojea, hapana. Waliwatoa kwa chini, walikuwa wamechituma kwa neno la Bwana. Waliamini wakapokea Roho. Walipoamini wakapokea leo, wakaanza kuchituma. Wakaona wale mitume ya kwamba hao wanastahili kuitwa wana wa Mungu. Hao wanastahili wafanye kazi nazi. Yaani kuchitolea, kutumwa. Ukisikia ya kwamba kuna pomolewa kanisa, kujenga kwingine, wewe uko na mahali pale na wewe unapomoa, unataka at least kilo moja ya misumari ingie, ndio wewe upokee baraka. Lakini sio wale wanajificha wanaenda chini. Sio wale wanasema ya kwamba pesa iko kanisani imekusanywa muda mwingi, hapana. Hao maandiko yatuambia walienda wakamalizia Antiokia. Walikuwa wamejitolea katika safari. Walikuwa wanaenda wanachagua kila mmoja wale walikuwa wanaamini na kuchazwa na Roho. Maandiko yatuambia kwamba waliwaekelea mikono. Bwana Yesu apewe sifa. Wakaweka mbele ya mitume, wamekwisha kuomba, wakawekelea mikono juu yao ili kuwatia nguvu ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Wakaona ni waaminiani wanaweza kushirikia hii kanisa. Jambo ikitokea wana moto, sio kuagiza. Anga kuna wale hawajui kuzima moto. Wakisikia jambo, mkuru wa jenga nzima lazima ijue. Kuna faida kwako? Hakuna faida kwako. Kuna wale hawajui kuzima, na kuna wale wanajua kuzima ndiposa wapate chawapo. Na kuna wale hawajui kuzima, wanawakisa ndiposa wakuwa famous. Unatafuta nini? Aba sio TikTok. Unatafuta followers wengi. Mnasikia vile naongea? Naenda katika kiroho.
Hapa sio followers unatafuta wengi. Tukisikia vita imekuwa kama, kuna mpendo mmoja anipigia simu akaniambia kule China Wakristo wameanza kuteswa, kule Iraki wamefungiwa wanaanza kuuawa. Tafadhalini tulale tukikesa tukiomba. Na ukimaliza utumie wengine. Mimi sikuchukua hatua kutumia wengine, nilipiga makoti nikamwita Bwana. Nikamwambia yale maafa watu wako wameanza kuteswa uyasimamize. Haleluya. Unatafuta followers. Tuko pamoja. Mkristo ni Mkristo. Sheria nje na sheria ndani iko. Kuna kitu kinaweza kucha ili kiwatawanya akili, lakini Mungu ni mwema, kabla haijafanyika yeye huchitiriza. Kwa hivyo kabla haijafanyika yeye huchitiriza, na watu wake wasiche wakaangamie. Wakasema mbona tunakuwa hivi na sisi tunaenda kanisa, tumejitolea kwa kila kitu, na mbona imeapa ni imani yetu iko wapi? Haleluya. Tuko tunatafuta followers. Bwana Yesu apewe sifa. Kila chamba ikicha kuna sababu. Mungu akitenda makubwa, akipitisha jambo mbaya, tunainama tunaomba. Tunashukuru Bwana. Tunamwambia macharibio yameingia katika nyumba ya mzee, naye tunayakataa na kuyakemea na kuambia Bwana, sasa wafunike na damu yako, wapatie moyo wa neno. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Wacha niache. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo tumongojee Bwana kwa kila jambo. Ulikuwa unapita, kuna mtu alikuwa kubwa hapa, ikaanguka nyuma yako, lakini kupiga hiyo ikukufikia kupiga, ulienda step tu kidogo, mita 2 ikaanguka, lakini kukupiga. Unafaa ufanye nini? Utafute followers. Unajua Shetani yako kazi. Shetani yako kazi, na hakuna siri ajui. Anachua kupomoa roho za wale wanaomwamini, ndio watoe katika utakatifu wa Bwana. Na Shetani apitii kwa hewa. Shetani ako karibu na wewe. Sana sana Shetani ako kanisani, anatafuta followers. Kumwambia sasa, si unaona iko aje sasa? Hii yote hawakuona. Ana Yesu apewe sifa. Kazi yetu ni kuomba, kumwambia Bwana, hiyo mtu alitaka kugonga wili, lakini baada ya 2 meters ekumkufika. Tunakushukuru. Na hayo maofu, kiwa ni kisirani, kiwa ni macharibio, umuondolee kabisa, umulinde usiku na mchana, umfunike. Hiyo ndio tunasaidia. Amfunike na damu yake, atokapa inkiapo. Bwana inuliwe katika maisha yake. Tupigie Kristo makofi. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaona ya kwamba walimalizia Antiokia, ili wakati walipokuwa wanatafuta. Bwana Yesu apewe sifa. Sita yatuambia ambayo wakamwekea. 7, neno la Mungu likaenea na hesabu ya wanafunzi ikazidi sana.
katika Yerusalemu. Jamii kubwa ya makuhani wakaitia ile imani. Tunaona ya kwamba wakati injili ya Yesu Kristo iliendelea, hama neno la Mungu likaenea na hesabu ya wanafunzi ikaongezea sana katika Yerusalemu. Na jamii kubwa ikafanya nini? Ya makuhani wakaitia ile imani. Bwana Yesu apewe sifa. Imani ni jambo iliyo ndani yako isionekana. Lakini Mungu yeye ni nani? Mungu anaweza yote. Yeye ukucha ukakati ufaro uharakizi. Yeye alikuwa anajua ikifika tarehe hii itakuwa baridi sana. Kuna wale watu watafuruta blanketi zaidi walale, na kuna wale wataamuka waingie kanisani, na kuna wale hii baridi kuwakuta kwa njia wanakufa moyo wanarudi. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kupitia imani ya Yesu Kristo vyote vyatendeka kwa ajili ya neema yake. Bwana Yesu apewe sifa. Inuliwe. Maandiko yatuambia wanafunzi waliongezeka kule Yerusalemu, jinsi waliona neno linaendeshwa na mitume mahali pale. Maandiko yatuambia kwamba makuhani pia wakaitii ile imani. Makuhani hawakukosa katika hiyo umati ya watu walikuwa huko. Maandiko yatuambia ya kwamba wakaitii ile imani. Ile imani waliitii. Bwana Yesu apewe sifa. Hawakupuuza neno la Bwana. Wakaa na imani zaidi vile walifikua kuwa kwa ajili ya kutenda kazi ya Bwana sawa sawa. Bwana Yesu apewe sifa. Jua kwamba Stefani ni wa kwanza alifanya nini? Aliteuliwa kuwa amejaa na imani ya Roho Mtakatifu. Lakini kumbuka, maadui hawakufurahia. Na Shetani alikuwa kando yake. Na Shetani hakuwa upepo. Haleluya. Ni yule tu aliasia kule juu mbinguni akatubwa mahali wapi? Hapa duniani ili atese wanadamu. Kwa hivyo wale watakuwa na roho nyepesi ama roho ya ukosa imani watachukuliwa naye. Na kuna wale waliwekwa kwa ajili ya kuthibitisha imani yako. Stefani, maandiko yatuambia alikuwa mwenye imani kubwa sana. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaona ya kwamba ndio mtu mmoja aliteuliwa kuwa mtume. Alikuwa amechaswa na Roho. Hata wakati wa kupiwa wake mawe aliomba akiwa anapiwa Kuna imani hiyo. Unachinjwa singo lakini unakuwa na imani. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuelezea mstari wa 8, na Stefani akijaa neema na uwezo. Stefani akijaa neema na uwezo. Najua kila mtu ako na neema yake. Neema yangu sio yako. Iko tofauti. Na vile Mungu mwenyewe anapeana kulingana vile yeye anapenda amekuona. Na maandiko yatuambia kuoni katika mwili, mavazi, sura. Anakuona yaliyo ndani yako. Vile unachinyenyekea mbele ya Bwana wakati unaomuita. Vile unaogundua jirani yako hata akiwa katika vita na mateso, vile unaomwandro. Anataka roho imefanya nini? Imeamua kumfuata. Na Stefani akijawa na neema na uwezo, alikuwa akifanya maajabu ya ishara kubwa katika watu. Lakini baada ya watu wa sinagogi lililoitwa sinagogi la Mauru na la Kirini na Waskaderia na la wale Wakilikia na Asia, wakaondoka na kujadiliana na Stefano, lakini hawakuweza kushindana na hiyo hekima huyo Roho aliyesema naye. Na kuambia mahali huko Shetani yako. Unafikiria ye Shetani anafurahia akiona umesimama mpaka wakati huu?
Kuna wengi walikufa na ajali na magonjwa na mstuko, lakini wewe uko hai, wewe unatembea. Shetani hajafurahia, anatafuta mbinu ya kukuondoa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Kwa hivyo yeye ako katika mbio. Tafuta imani yako. Na kama ulio imani ya Yesu Kristo, uchunge sana usiko ulizo nacho, usicho ukamia ukaipoteza. Majaribio yacha sisi wa Kristo kututia nguvu na imani. Stephen alikuwa muamini, yeye alikuwa amechawa na Roho Mtakatifu. Lakini wakati aliingia katika hiyo sinagogi, hawakufurahishwa na neno alikuwa anafanya. Vile vite wengi watafurahia vile wanaona unainuliwa, vile wanaona boma yako yanaendelea, vile wanaona wewe unajitahidi kufanya kazi, unachituma. Napenda wale watu wanachituma, semeni amen. Unachituma mpaka Mungu akiwa katika kiti yake enzi anaona kweli unachituma, anafaa akufungulie njia tena akuinue. Bwana Yesu apewe sifa. Stephen, maandiko atuambia ya kwamba wakati alipoendelea injili ya Yesu Kristo, alikuwa anafanya ishara na miujiza. Wale maadui wa roho, unajua kuna maadui wa roho katika makanisa. Hataki ukiona ya kwamba ukifanya kitu kilio njema. Anataka ukitabiriwa utabiriwa maovu. Anataka ukitabiriwa na tabiriwa yasiyofaa. Hiyo ndio furaha ya Shetani. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini Stephen alipokuwa anafanya ishara na miujiza tofauti, wale aliokuta katika lile kanisa sinagogi, haleluya, sinagogi, nataka mnielewe, wapi? Sio kwa ulevi, sio kwa ulevi, sio kule soko, sio kule shuleni, sio kule kupita njia. Wapi? Kwa sinagogi. Bwana Yesu apewe sifa. Hawakufurahisha jinsi alipokuwa anaendelea hii kazi ya Bwana. Wengine walitafuta jinsi wamwangamize, wakaenda kando wakajadiliana, lakini hawakumuweza. Haleluya, tupigie Kristo makofi. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia hawakuweza kushindana na hiyo hekima yuyo Roho aliyesema naye. Yaani wanapishana. Wanasema sasa huyu anatabiri nini? Tutaona ya kwamba kama wataingia lile samba. Shetani alikuwa wapi? Sinagogi au kuwa kule sokoni. Unataka lakini unapinga sema ni hiyo. Unataka lakini unapinga. Shetani unajua ni mbaya sana. Anafunga mtu. Unatoa ile senti uko nayo ufaidike. Baadaye unaanza kupinga, wewe ni nani sasa? Bwana Yesu apewe sifa. Unapinga nini? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Walijaribu kumshusha lakini hakuwezekana. Walijaribu kupigana na ile roho wa Bwana alikuwa naye, kuzindana naye, lakini hawakuweza. Vile vile Shetani anakuinda usiku na mchana. Ukiona hii anaona umeinuliwa, utakufa moyo. Akija mai umefuga kuku zimefuga zote lakini utakufa moyo. Yaani kila saidi anakusunguka. Haona kama utakufa moyo, lakini maandiko yatuambia hawakuweza kumshindana naye. Kwa chini ile roho ya Bwana alipokuwa nayo ilikuwa very powerful. Vile wewe Mkristo unaamini, usitishwe na mambo ya ulimwengu. Mtu akwambie nimekuendea Tanzania, mtu akwambie nimeenda kwa mchao mwenga, simama imara. Muabudu Bwana ya kwamba utamwabudu. Uambie Bwana, mimi na kuinua kwa chini, ulijua hii wakati nitaendewa mahali fulani. Nataka utende kitu uniondolee aibu. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka unitendee, uache wenye vitina, wenye wivu, midomo wazi. Kuna wale wamekuongojea kwamba utafika mahali ulienda. Kuna wale wanaonena maovu juu yako, tutaona atafanya aje. Kuna wale wanaosema wanakuhesabiwa masiku, lakini wale wako Mungu akuchase mpaka mwisho. Hakuinue katika maombi, akubariki, akuonyesha, akufungue, akuonyesha ni nani rafiki, kwa sababu sio rafiki wote wanaocheka nao ni rafiki wa ukweli.
Kuna wale warafiki wako nao, lakini wako na monitoring ability. Wanakuja kwako, wanachua umefika wapi. Leo mume wako anasema akisapata end month mtafanyia nini? Mtaenda kuchenga kule, mtabongeza ingine ama ni nini? Wewe unaendelea kumwambia na kuambia Mungu akufungue macho. Uchue rafiki ulio naye karibu ni rafiki aina gani? Na rafiki wa siku hizi ni maadui. Na baada ya kuinuliwa atarudi kwako tena. Kwa sababu achafurahia kuinuliwa kwako. Usiona amefurahia, kumbuka amekucha tena kuteka nyota yako ya kumalize. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ni wakati sisi wa Kristo tunaangalia vyema. Unatembea wapi? Unakula wapi? Mradhi, hata kanisani wanauawa wakiwa wanakula. Mtu anasunguka, anasahau ako kanisani. Anapiwa giza mbaya sana. Anasahau ako kanisani, anaingia kwa madhabahu akifanya vitu vingine vikufanya. Yaani mtu akufunulie macho hivi one. Utasema nitarudi nyuma niombe tena ama nitaendelea katika hii safari. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio tunaona ya kwamba walichaguliwa wenye wema, hekima na busara na wale waliochawa na Roho. Mimi najua kuna mambo mengine na uwezi ukavumilia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu yule rafiki alio nayo sio rafiki wa ukweli. Ako kwa chini ya wakati, baada ya kumaliza anajitenga. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Na wewe rafiki, wacha nikuambie, usitenda kitu baadaye ukuje kurejelea. Kumbe ile daraja unaenda kufuka, huyo rafiki yako alikata nyota yako ndiye anataka kufukuza mahali pale. Tampata. Wewe ukampata kwa sababu umesakata uzione kati yake na ya. Na unajua shetani yeye anacheza hizi kadi. Anajua vile anajicheza mpaka anakuingiza kule anataka. Kwa hivyo sisi watu tunaokoka tuwe waelevu. Usichokawe mchinga, kuwa mwerevu. Ukiwa mwerevu, sama katika maombi, mwambie Bwana sasa nakuhitaji. Usikufurahie shetani akachinua mbele yangu ili jina lako inuliwe katika mimi. Kwa sababu akichinua atasema hakuna Mungu, lakini yeye akachinua, Mungu akichunia mbele ya umati wa watu wataamini. Mjaribu katika maandiko. Na yeye atakutendea yaliyo makubwa na mema. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko tunaambiwa ya kwamba yeye alisindana naye lakini mwisho akafanya nini? Akashindwa. 11. Hata wakasawishi watu waliosema tumemsikia mtu huyu akinena maneno ya kumtukana Musa na Mungu. Wakafanya nini? Walipojaribu kufanya kitendo amumalize, wakashindwa. Wakasema ni jambo gani tulikuwa tunataka kufanya tumalize ile kanisa? Baba moja. Ni jambo gani tunaweza kusema? Tumejaribu hii, tumepaka matoba, tumeshindwa. Ni jambo gani? Ni jambo gani tunaweza kuangamiza? Haleluya. Sijui kama tuko pamoja nanyi. Ni jambo gani tunaweza kufanya tuliponomesa ili utukufu wa Bwana isionekane? Lakini wacha nikuambia, unaopanga maovu juu ya mtu mwingine, ichamanisa umesimamisha baraka zake. Bado Bwana ako hai. Kwa sababu kuna aliyosulubishwa na akakufa, alifufuka na akatuahidi ya kwamba atatubariki kwa yule anaomwamini. Kwa hivyo kwenda kumaliza yeye na njia ya uchinga, ichamanisa ya kwamba umesimamisha Mungu asimbariki. Atambariki. Hata akicha akiteka nyara nyumba yako yote akunyanganye mpaka kichiko, Mungu atarekesa hiyo yote. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ukiwa hai ni makubwa utachionea.
Na Mungu wetu tunaabudu ni mkubwa kuliko viumbe vyote katika ulimwengu. Maandiko katika Zaburi 5 yaniambia yeye ndiye atakuja kuhukumu miungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ukiona walienda Stefano wakamjaribu na njia mingi, wakajadiliana, lakini hawakuweza kusindana nao. Na jaribu ya pili waliufanya ni hii, walijaribu wapate kunena ya kwamba yeye ametusi Mungu na Mungu. Unaona maneno walitafuta ya kumwekelea. Walitafuta mbinu, kuna wengi wanatafuta mbinu wakiwekelea. Wamekujaribu zaidi, wamekosa. Wamesema wewe ni mchawe, hawachaona ukichomwa. Hawana ukweli, wakisema wameenda wameongea wamekustaki. Hawachaona kitu, wameenda na sema ya kwamba unapiga nduru usiku, wakichunguza hakuna. Sasa watatafuta mbinu nyingine ya kukuwekelea. Wewe mpendwa, simama imara katika neno. Kwa katika maombi walimjaribu Stefano lakini hawakumweza. Bwana Yesu apewe sifa. Wakaenda mpaka wakasema wamwekelee ya kwamba ametusi Musa na Mungu. Mnaonaje? Bwana Yesu apewe sifa. Kuna adui anayokuandamana, anakupaka matobe. Anaongea hii anapata bado. Anaenda anaongea hii anapata bado, wewe umesimama. Anaenda anakuwekelea mambo mengi, lakini usikufe moyo. Na kuomba usimame katika neno. Usimame katika maombi, umutetee huyu Yesu Kristo. Wakati utaenda kule atakutetea. Kuna wimbo ya mwimbaji mmoja anaimba, anasema alienda kufungiwa miaka 40, lakini ikuisha mwaka kabla hajafunguliwa. Akaona Mungu yule aliyemuoni mkubwa sana. Kuna mtu anakufanyia jambo ndio ishe. Kuna mtu anafanya jambo ndio kanisa ishe. Lakini kanisa ni la Baba. Bwana Yesu apewe sifa. Utasunguka mwisho utaru. Kwa sababu kanisa ni ya Mungu. Kanisa ni ya Bwana. Kuna matobe unaweza kwa wewe ndugu eweza kubakika. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Unaona walichatriana, wakaongea mengi, hawakumuweza. Wakati alipoingia sinagogi, wale walipokuwa mahali pale ndio walitafuta yeye wamwangamize katika neno, lakini hawakushindana naye. Kwa hivyo usifikiri Shetani anaokumaliza ako kule nje. Shetani anaokumaliza mko pamoja na yeye. Lazima waambie Mungu kupatie kima na maarifa mjue. Yule mravya naye ndio anakuangamiza. Bwana Yesu apewe sifa. Sio wote walio kanisani ni marafiki. Sio wote walio kanisani wamekuja kuabudu. Kuna watu wanakuja na njia nyingine tofauti. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna wale wanatafuta wako wafuasi wa Ibilisi. Wanasema wacha tu tuende jaribu. Tuone yule mtoto ule atasoma afike wapi. Tuende tuone ile ndoa ataitoboa kweli. Mnaonaje sasa? Kuna taikana maombi. Maombi sana inataikana kanisani. Sio kule sokoni. Sio kule kwa walevi. Shetani anaacha na wale walevi kwa sababu tayari amewachukua. Ni sisi tuombe tuwaitize. Lakini Shetani yako kanisani. Kujaribu imani yenu iko wapi? Kujaribu mnatoka wapi, mnaelekea wote. Na sio wote walio katika kanisa ni wana wa Mungu. Sio wote wamekuja kuabudu kutafuta uso wa Bwana. Ukubali nami usikubali nami. Bwana Yesu apewe sifa. Watu wakatoka Ukambani wakaelekea Kikuyuni. Harusi ilikuwa poa. Tuko pamoja. Wakienda kule Bagawa wanapeleka mali. Tuko pamoja. Walipofika mahali pale, mama na baba mke wakawa pushoni wote. Utakubali huyo mwanamke akae katika boma yako? Uliona ni yeye alikuwa yeye hakukuwa, ni Shetani aliyemwandamana. Ndio nasema Shetani yako kanisani. Lazima tuchukue hatua ya kumkemea na kumkataa, na tuwe kitu kimoja, tutafuta uso wa Bwana ndio tutapokea baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio wakati waliomsikia huyo akinena maneno ya kumtukana Musa,
wakamwekelea, wakawataharakisha watu na wasee na waandishi wamwendee. Wasee na waandishi wafanye nini? Waendee nani? Stefano. Hati kwa sababu ametukana Musa na nani? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kuwa saidi wa uongo, kushuhudia ya uongo ni mbaya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kumshuhudia ya uongo. Hawezi akashuhudia yale mema umemtendea. Kwa nini hajashuhudia mema? Anashuhudia uongo. Stefano alikuwa amesaidia watu wengi, si ndio? Akiingia kwa kila kanisa alikuwa anasaidia. Lakini kati ya sinagogi kuna wale hawakufurahisha ile kazi anafanya, kwa sababu walikuwa wakristo wa Shetani. Lakini baadaye wakacha wakafanya mbinu ya kusema ametusi Musa na Mungu. Mbona hawakushuhudia yale mazuri aliyofanya kule Karuni? Tafakari hayo. Tafakari hayo. Ikiwa wewe kuna chuki na fitina ndani yako kwa ajili ya rafiki yako, hiyo muda umekaa na yeye muda mrefu, lakini baadaye mmeachiana, kumbuka yale mazuri aliyokutendea. Shuhudia hata yale mazuri kabla hujashuhudia mabaya. Kumbuka yale aliyokutendea. Kumbuka yale aliyokutendea mazuri hata ikiwa ni kidogo. Wacha kushuhudia yaliyo maovu. Wacha kuona mahali umesimama, nataka uone mahali unaenda. Ni muda gani utachukua? Na yule rafiki akisarudi kwako, be careful. Mapepo wakati Yesu Kristo alifukuza ilienda wapi? Lakini ujue ikirudi atarudi kuwa maradufu. Kwa hiyo ilikuwa anakuwa be careful. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambie kwamba walioendea waandishi wakamwendea, wakamkamata, wakampeleka mbele ya baraza. Mnuruhusu nimalize mpaka ya mwisho. Walienda wakamshika, hawakupata evidence ya mwanzo. Wakaona ilikuwa successful. Wakaacha ya pili, wakamwekelea ametusi nani? Kuna wale wanaokupangia kukuwekea maovu ndio wakutoe mahali huko. Lakini wanasingamana, wanaona ya kwamba hawataweza. Watatafuta plan B. Asema wewe ni muaji. Wewe ulipatikana usiku wa fulani. Na ana evidence. Unaona ya kwamba waliekelewa wakashindwa, wakatafuta waandishi wakubwa, wakampeleka wapi? Barazani. Wakasimamisha masaidi wa uongo. Wako siku hizi. Yani unachangia tu. Unaenda tu unasimama unakuwa saidi wa uongo. Ndio pokea ruhusa kutoka kwa fulani. Wale wako hiyo itakumaliza na nyumba yako. Utaikura lakini kisasi yake itaangamiza. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Wakampeleka Stefano wapi? Kwa baraza. Wakamwendea kwa sababu ile ya kwanza plan A iliko elizingamana, hawakumfikia. Wakakuja plan P. Huyo ametusi Musa na Mungu, akampeleka kwa baraza. Umesapeleka kwa baraza? Umesapeleka kwa baraza? Kwa hiyo shukuru Mungu kwa sababu umesimama sucha kama mimi. Hiyo baraza yako haitawafanyia kitu. Wataapa wakusanyiko ulimwengu wote. Waende mpaka wapi wasimame. Lakini ikiwa Mungu wako hai, unaabudu katika roho yako na kweli, utatingisika kamwe. Utaambia Bwana akusikilie mpaka mwisho. Waliopanga ukumaliza wao ukumaliza. Waliopanga kutumia kisirani mtoto wako akue wazimu atoke mahali yako, hawangeweza. Alimgeusa ya kwamba akunya ulevi, lakini watamwona kesho kitu akiondeza bachero. Ati asipita endelee mbele. Akuje na D, lakini kesho yake ni fumbo kwake. Mungu atamfungua. Unajua ya Mungu ni nini? Nataka niwaibie siri moja. Ya Mungu ni nini? Mimi tumesoma na wanafunzi wakiwa wamedhaurika sana. Wao kuwa na kitu wakienda wanarudi njaa.
unapata wanachekwa hawakusoma. Lakini saa hii ukiona vile Shetani hakusimamisha baraka zao, vile Mungu amekupangia haki, hakuna Shetani anaweza kucharibu. Ukiona saa hii kwa njia utaamini ni familia ile ilikuwa imedharuriwa. Wamesimama na magari yao, wao ndio kusema mahali pale. Mwingine aliniambia unajua nini? Nilikuwa napigwa na minyororo, nilikuwa napigwa na nyonyo. Unajua leo ni mimi nimeachili mwenye alimaliza university. Haleluya! Yaani kudharau. Kuona ya kwamba atafika mahali pale. Kuona ya kwamba mbona yule mtoto wa mfulani amenenewa mazuri. Yeye uwezi ukafunga njia kiwa Mungu amenena. Icharisi ni muda gani itachukua kwake. Lakini Mungu atamuinua. Mimi napenda kusema ya kuwa hakuna kifungo kinaweza kufunga hata kamba ufanya nini? Uosa na ukatika kwa kuni. Kwa hiyo tuwe na imani kwa kila jambo. Bwana Yesu apewe sifa. Stefano alipokosa plan A, walikuja plan B. Wakampeleka barasani, wasema ametuzimuza na Mungu. Na hiko kuwa ukweli. Ndio unaona ya kwamba alipiwa mawe akilia. Akisema aje? Alilia akisema aje? Bwana Yesu apewe sifa. Sasa sisi tutawapeleka wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Akawasimamisha masaidi wa uongo mbele ya bara. Waliosema mtu huyo aachi kusema maneno ya kufukuru juu ya mahali hapa patakatifu na juu ya Torati. Yaani wakaenda wakamsimamisha juu ya baraza, wakatoa masaidi wa uongo washuhudie juu yake ndio wawe. Vile wewe umetendewa. Unatafuta usiku na mchana. Nyota yako inatafuta ndio angamie. Ukose hata sijaukura. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini Mungu ni nani? Wewe zidi kumuomba kwa sababu achafunga mwisho wako. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ni ya muda. Nasemanga ya kwamba vita yacha kuachili ya kutujaza nguvu katika maombi. Mama wangu wa kiroho alikuwa ananiambia wewe zidi kuomba kwa sababu vita ni chakula ya kiroho. Sisi kama wana wa Mungu inatutia nguvu. Kwa sababu usipojaribiwa hata mtoto wako anaweza kukataa. Mtoto wako anaweza kuita maraya ama atageuka. Lakini hii itakusimamisha kufika mahali ulikuwa unaenda. Hati ukuwe moyo. Hati kwa sababu amekuita unaweza kukataliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tunaona ya kwamba wachane walitengwa. Wakaachwa. Lakini kupitia kilio cha wale waanzilishi wa Injili, maandiko yanatuambia walichagua watu 7 kwa ajili ya kuwashughulikia. Kwa hivyo mambo yako yanaenda kufika siku ya leo. Umelia muda mwingi ukitengwa, ukiambiwa maovu, ukisema utawezana na hiyo ndoa, ukisema hao watoto tutaona wanafika wapi, wakikuambia ya kwamba utaama aende nyumbani, lakini Mungu aliyemshindi yako hai. Yeye anakutambua yale unaomtendea. Usiku na mchana hawezi akakuacha. Wacha hao wakwe kama kelele ya mlango ukifungua. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo hiyo sikutoa katika utakatifu wa Bwana. Hiyo sikutoa kumwabudu Bwana. Endeleza neno lako mpaka mwisho na kumbuka kukaa na kusama katika maombi. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo unaona ya kwamba walimpusika Stefano, wakampeleka wakamwambia yeye anafukuru nini? Mungu ama hekalu ya Bwana. Na hiyo ilikuwa uongo tubu. Hemu yao walitaka kumumaliza. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maana tumemsikia akisema kwamba Yesu yu Mnazareti atapaharibu mahali hapa na usibadilishe desturi tuliosopewa na Musa. Haleluya. Hadi imagine mtu anaenda kuwa msaidi wa uongo. Wale wasaidi mnapenda kuwa saidi wa uongo, mnapewa kitu kidogo. Muombe sana kwa sababu inakuwa laana na nyumba yako. Utakuja utapata laana, itafuata wewe na vizazi vyako. Unaenda unashuhudia uongo. Kuna wale wameshikwa kule gerezani hawana hatia. Wamefungwa miaka 20, miaka 10. Chwe maombi yao inafika. Maombi yao Mungu anaenda kutenda ifike. Kuna yule alifukuzwa kazini au kuwa na makosa. Chwe kwamba maombi yao inafika.
Kuna wale wamechochewa na kuwekelewa maovu mahali wako, jua ya kwamba maombi yao itafika. Bwana Yesu apewe sifa. Na wewe unaomtafuta Bwana usihangaike. Muongojee Bwana ukiomba usiku na mchana. Mkaribie yeye na yeye akukaribie. Hosa mavazi yako ndani na nje. Kila kikwazo kilio ndani yako ondoa, ndio pokee baraka. Toa kikwazo kilio ndani yako, inafanya na kushuia usipokee baraka. Kiwa kuna mtu alikuwaza, ondoa, kwa sababu hii kunyima usingizi. Utakuwa na maombi ya kuomba, utakuwa na breakthrough katika maombi. Katika hii safari utaenda ukiwa na kikwazo ndani yako. Ukitaka ubarikiwe siku ya leo, kiondoe, upokee baraka yako. Kuna baraka zimefungwa hivyo. Bwana Yesu apewe. Unakosa usingizi, ati kwa chini yeye anitusi, mimi ni msarati, mimi ni mchawe, mimi ni hivi, ni anaongea. Wacha aongee, mwisho arare. Kwa nini amwachi arari? Ukibarikiwa ataongea. Ukiwa masikini atasema wewe ni chokora. Sasa kwa nini unakuasika, unasuia baraka zako? Ondoa hiyo kikwazo ndani yako. Ambia Bwana utawale. Akuweke na yeye amweke miaka mingi. Ona vile unainuliwa. Amweke miaka mingi, asimuobanisi, amweke. Kwa sababu maandiko yatuambia kuna wale wamewekwa kwa ajili ya wakati wa maangamizo. Kuna wale wameweka siku ikifika ya maangamizo waangamie. Mimi sitaki muombe, uone vile unainuliwa. Uone vile unatembea. Ununue ile kiatu ya 10,000 mwanamke. Museo ununue kiatu ya 80 uvae. Kuna nini kwani? Muombe, mwambie Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Asimwekini usimweke karibu na wewe. Kwa sababu atakuja na plan B. Walienda na plan B. Umesikia? Walienda na plan B. Lakini Stephen hakuweka wa moyo wake. Walitambia kwanza ikashindwa. Ya pili walienda plan B. Ndio kutaka kumuondoa kabisa, amefukuru roho. Vile Torati ya Musa aliweka anataka kuiondoa. Mnaonaje? Doa yeye katika roho mwako ndio pokee baraka. Ukimuona msalimie. Akiwa njaa mpatia kule. Lakini usikubali mkule pamoja na yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Hiyo iko hivyo wapendwa. Bwana Yesu apewe sifa. Ukitaka ubarikiwe, ondoa hii kikwazo ndani yako. Hiyo umewekwa, wewe umecheleweza baraka. Ondoa, tuombe siku ya leo, one vile Mungu atakutendea. Atakuinua. Usisema huyu ndiye alifanya nikaacha kazi nikafanya hiyo ondoa ndani yako. Uone kile kesho ukitokea, ona yale Mungu atakutendea. Anataka ushuhudie na yeye akae miaka mingi. Aone yale yote alikuwa anakutendea ni mambo ya upatiri. Atamani akuche karibu na wewe, lakini Mungu amweka 5 km kutoka kwake. Kwa sababu atakuja na plan B vile walienda na plan B kwa Steve. Usifurahia, atafurahia amekuja karibu, amekuomba msamaha. Bwana Yesu apewe sifa. Atakuja na plan B. Atafurahia umeinuliwa. Atakuja na plan B akisema kwa nini hii kazi yangu si kufaulu? Wacha nijaribu tena. Wanasema wacha wajaribu tena. Ole wao. Wale wamefunikwa na damu ni wa Mungu. Wale wanaomwomba usiku na mchana. Bwana Yesu apewe. Ondoa ndani yako ndio pake. Ondoa kabisa. Hiyo siweke ndani yako. Hiyo inakukoseza usingizi. Unachaza pressure katika maisha yako. Kwa sababu kitu kidogo tu. Ondoa, one vile Mungu atakuinua. Bwana Yesu apewe sifa. Kumi na 4. Maana tumemsikia akisema kwamba Yesu huyu Mnazareti ataiharibu mahali hapa na kusibadilisha desturi tulizopewa na Musa. Watu wote walipoketi katika ile baraza wakamkasia macho yao, wakamuona uso wake kuwa kama uso wa malaika. Tupigie Kristo makofi. Imagine Stephen alipofika katika hiyo umati wa watu ama barazani kustakiwa ya kwamba yeye anataka kufuru neno lililokuwa wamepewa na Musa. Sasa wale masaidi wa uongo wako ati waliona ukiua,
ati waliona umefanya nini na hivi, waliona ukifanya hiyo. Uongo tupu. Wakati waliponena juu ya Musa vile walionena juu yako, usisahau walitaka kukuangamiza, walitaka utoke ende nyumbani, lakini bado uko Mungu anazidi kukushika. Maandiko atuambia waliposema hayo yote, walimwangalia Stefano, alikuasia macho na uso wako kaweko kuwa wa marai. Tupigie Kristo makofi. Pokea huyo ujasiri vile Stefano alipokea. Wacha Bwana inuliwe katika nyumba yako na katika maisha yako. Aliyekuteka nyara kukumaliza, wacha akae mbali nao, ashuhudia akiwa na kilomita sana. Wacha Mungu afungue ndoa yako, akirudi apate umebarikiwa zaidi, na Mungu awabariki. My name is Moses Van and I have a memory verse. Philippians 4:4. It says, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Asante. My name is Ashlam Kamboka and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Ephesians chapter 6 verse 1-2. It says, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, for this is the first commandment with a promise. Thank you. Viva Babo Perfide, Perfide, Perfide. Viva Babo Perfide. If you want to grow, if you want to grow, Viva Babo Perfide. To grow. Naitwa Clinton Ansari na niko na wimbo. Read your Bible, pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible, pray every day. If you want to grow. If you want to grow. If you want to grow. Read your Bible, pray every day. If you want to grow. My name is Nome and I have a song. Wanachuki kati ya waumini, wapi upendo, upendo ule wa kwanza? Kwa nini sasa tuwe na utengano, ikiwa tumeokolewa kwa neema? Wana majirani tunapigana, tufunze upendo tukakumbatiane. Wanachuki kati ya waumini, upendo, upendo ule wa kwanza. Kwa nini sasa tuwe na utengano, ikiwa tumeokolewa kwa neema? Wana majirani tunapigana, tufunze upendo tukakumbatiane. Upendo huvumilia au jibungi, au pasi kuwa na adabu, au tafuti mambo yake kamwe, tena ufurahi unaharibu. Ikiwa tuna upendo tu wake Mungu, wapenzi tutafute upendo. Upendo huvumilia au jibungi, au pasi kuwa na adabu, au tafuti mambo yake kamwe, tena ufurahi unaharibu. Ikiwa tuna upendo tu wake Mungu, wapenzi tutafute upendo. Mungu wewe ni Mungu wetu, ilete baraka kwetu sisi wana wako. Haki yako iwe ni nguvu yetu, uwe faraja yetu hata kwa machungu. Upendo na amani tujazie, tunapowasili tuwasali na kisasi. Wana majirani tunapigana, tufunze upendo tukakumbatiane. Mungu wewe ni Mungu wetu, ilete baraka kwetu sisi wana wako. Haki yako iwe ni nguvu yetu, uwe
is Enoch and I have a song. Danieli mtumishi wa Mungu aliota ndoto ya ajabu. Wanyama wale tofauti, nguvu zao ni tofauti, wakionyesha unabii kwa uongo utakaoshuka, wakionyesha unabii kwa uongo utakaoshuka. Danieli mtumishi wa Mungu aliota ndoto ya ajabu. Wanyama wale tofauti, nguvu zao ni tofauti, wakionyesha unabii kwa uongo utakaoshuka, wakionyesha unabii kwa uongo utakaoshuka. Shika imani ya Mungu, ukatae yanayokuja. Jitetee jina la Mungu, Sabato uikumbuke. Jitetee jina la Mungu, Sabato uikumbuke. Nguvu za giza zinagonga ile milango ya kanisa, lengo lake ni kuharibu sikukuu ya Sabato. Watu wa Mungu waanguke, wamuabudu mnyama. Watu wa Mungu waanguke, wamuabudu mnyama. Nguvu za giza zinagonga ile milango ya kanisa, lengo lake ni kuharibu sikukuu ya Sabato. Watu wa Mungu waanguke, wamuabudu mnyama. Watu wa Mungu waanguke, wamuabudu mnyama. Shika imani ya Mungu, ukatae yanayokuja. Jitetee jina la Mungu, Sabato uikumbuke. Shika imani ya Mungu, ukatae yanayokuja. Jitetee jina la Mungu, Sabato uikumbuke. Tangazo kubwa litafika, dunia ilikitangaza. Zamani zile za mnyama na 666 kwa watu wote duniani, wamuabudu mnyama. Kwa watu wote duniani, wamuabudu mnyama. Tangazo kubwa litafika, dunia ilikitangaza. Zamani zile za mnyama na 666 kwa watu wote duniani, wamuabudu mnyama. Kwa watu wote duniani, wamuabudu mnyama. Shika imani ya Mungu, ukatae yanayokuja. Jitetee jina la Mungu, Sabato uikumbuke. Shika imani ya Mungu, ukatae yanayokuja. Jitetee jina la Mungu, Sabato uikumbuke. Thank you and welcome.
yako.